Karibu kwenye exclusive za Ava TV. Mimi ni Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Wilvin Trends. Yako mengi ya kimichezo ambayo utakwenda kuyafahamu leo hii kupitia Ava TV. Na hapa nakwenda kuzungumza na afisa habari wa Singida Black Stars. Yako mengi ambayo tunatamani kuyajua, lakini kubwa zaidi ni kuelekea kwenye michuano ya Mapinduzi ambayo wanakwenda kushiriki na watakwenda kucheza kwenye mchezo wa ufunguzi dhidi ya Mlandege. Kwenye line ya simu, hello. Naam, salama. Uko sawa sawa? Niko poa kabisa. Habari za Ava Media? Hapa sisi tunaendelea vizuri, sijui wewe huko ulipo, hali yako? Niko poa. Nimerejea kwenye majukumu rasmi. Utafahamu nilipata changamoto kidogo, mtihani wa kupoteza baba yangu. Tunashukuru sana kwa sapoti ya wadau mbalimbali, ikiwemo vyombo vya habari, ikiwemo ninyi Ava Media. Umeona namna ambavyo mmekuja kuungana nasi kwenye tukio hili kubwa na gumu kwa upande wangu, lakini alhamdulillah mapenzi ya Mungu yametimizwa na tunabudi kusonga mbele. Hata baba yangu wakati akiwa hai, mzee mwenye jina lake Alhaji Masanza, alikuwa anafurahi kuona nikiwa nafanya kazi, na msingi wake siku zote wahusia ama maelezo ambayo alikuwa akinipatia mara kwa mara ni kuhakikisha nafanya kazi kwa bidii. Kwa katika kumwenzi na nakumbuka maneno yake hayo ya kunitia moyo hata katika nyakati ngumu. Kwa sina budi kuendelea kufanya kazi, kuendelea kumfanya ajisikie fahari huko alipo, na ndicho ambacho naweza kusema nitakifanya kwa bidii kubwa, kwa sababu ni moja ya maeneo ambayo mzee alikuwa akisisitiza sana. Sawa, na sisi tunafurahi kuona uko imara licha ya changamoto kubwa ambayo ilikupata. Amina. Sawa, tuanzie hapa kwenye ushiriki wa Singida Stars kwenye michuano ya Mapinduzi. Tumeona pale ratiba mkiweka kwenye mitandao ya kijamii. Pengine utupe sasa mipango kuelekea kwenye ushiriki wa kwenye michuano hiyo ambayo itafanyika pale Unguja kuanzia Disemba 28. Kwanza nithibitishe, Singida Black Stars tumekubali kushiriki michuano ya Mapinduzi ambayo huwa inafanyika mwishoni mwa mwaka na kuelekea Januari finali zake. Na imekuwa ni fahari kwetu kwa sababu tumeona msisimko umerejea. Mapinduzi Cup ya safari hii haitakuwa ya mchezo. Timu zote ambazo zimealikwa zimethibitisha kushiriki, tukiwemo Singida Black Stars, na tukitazama timu hizo ni ushindani kweli kweli. Ndivyo jipya kwenye michuano hii tumeona ndugu zetu TRA. Sasa TRA wamekuja na wanatakiwa wajue tumewaweka sporo. Kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa ligi kuu mara ya mwisho tulipokutana nao, walitufunga goli 3-1. Wameimba kipindi chote hiki cha sikukuu, wanaimba mafanikio ya kupata ushindi. Nimefurahi kuona na wao wamo Mapinduzi Cup. Kwa hiyo tunaenda kukutana nao Zanzibar, na sisi kama Singida Black Stars tuko tayari kwa 100% kwenda kushiriki kwenye michuano hii yenye hadhi kubwa sana kwenye upande wa muungano wetu, wakati tunaenda kusherehekea sikukuu za Mapinduzi ya Zanzibar. Na ni kwa namna gani sasa mtaelekea pale Zanzibari? Tunafahamu ratiba inaanza tarehe 28. Nyie mtawasili lini pale visiwani Zanzibar? Jambo zuri kuhusu ratiba ya Mapinduzi, tunaanza mechi ya kwanza tunacheza Singida Black Stars. Ndio mechi ya ufunguzi hiyo, tutacheza pale tarehe 28 majira ya saa 10:15 za jioni, na tutacheza dhidi ya Mlandege. Mechi hiyo Latifa. Mechi. Mlandege ni miongoni mwa timu bora sana pale Zanzibar, ni timu ya ushindani kweli kweli. Kwa hiyo Mapinduzi Cup yataanza na mechi hii kubwa ambayo mashabiki wa soka walioko pale Zanzibar wenye shauku ya kuja kuishuhudia tena Singida Black Stars, tunakutana kwenye uwanja wa New Aman siku hii ya tarehe 28. Yaani tumemaliza kula na sikukuu ya Christmas na kufungua zawadi zetu, tunashuka dimbani kwenda kuwapatia zawadi nyingine mashabiki wetu ambao wako visiwani Zanzibar na wale ambao wataungana na sisi kutoka Tanzania bara kwenda visiwani. Kwa hiyo ndio ratiba, na kama timu kutokana na ratiba hiyo tunatarajia punde tutakapomaliza tu Christmas tarehe 26 tutawasili visiwani Zanzibar mapema kabisa,
mahususi kujiandaa na mchezo huo wa kwanza wa ufunguzi wa michuano ya Kombe la Mapinduzi kwa mwaka 2025-26. Malengo ni yapi sasa? Kuna nusu finali, kushiriki finali ama ubingwa? Singida sio wageni Zanzibar, na kwenye michuano mbalimbali ambayo tunashiriki tumekuwa tukifanya vizuri kule visiwani. Na safari hii tunaenda kushindana. Sisi kila mashindano tunashindana. Hiyo ndio dhamira yetu ambayo tuko nayo. Tafahamu msimu huu umekuwa bora sana kwetu. Tulishiriki Sekafa kwa namna hii, kuja shindano tukaomba tushiriki, tukapata fursa ya kushiriki, tukachukua kombe, si ndio? Kwa hamu ya makombe haijaisha. Tuna hamu ya kupata kombe letu lingine, na tunaona uwezekano mkubwa wa kupata Kombe la Mapinduzi nalo liingie kwenye rekodi zetu. Kwa mara ya kwanza tukilinyanyua taji hili, tutafurahi kweli kweli. Kwa dhamira yetu ni kwenda kushindana, lakini pia kutoa fursa kwa wachezaji wetu ambao hawakuwa wakipata nafasi mara kwa mara. Bila shaka mipango ya kiufundi ambayo nimeiona mpaka sasa ni kwenda kutumia sana wachezaji ambao hawapata nafasi, lakini yako maingizo mapya. Yapo maingizo mapya hapo sasa, dirisha dogo la usajili. Lakini uzuri wa kanuni za Mapinduzi kule, wanaruhusu kutoa fursa kwa wachezaji ambao mnataka kuwajaribu. Fursa hiyo ipo, kwa hiyo tutaitumia kikamilifu. Na niwape tu exclusive hapa media. Tunaenda kuongeza wachezaji wawili wa Kizanzibari kwenye squad yetu. Katika usajili ambao tutaufanya dirisha hili dogo, wapo nyota wawili ambao wana asili ya Zanzibar, tunawaongeza kwenye kikosi chetu, na sasa wataenda kutimia wachezaji, watafika 5 sasa maana tunaye Khalid Abibgego, tunaye Mukrim Isa, tunaye Rashid Juma ambao ndio tayari tuko nao kwenye timu yetu. Kwa hiyo tukiongeza Wazanzibari wengine wawili, tutakuwa na jumla ya Wazanzibari 5 kwenye kikosi chetu. Hii tafsiri yake ni kwamba tuna imani kubwa sana na Masanza kutoka visiwani Zanzibar. Na Wazanzibari wanataka waione Singida Black Stars ni moja ya timu zao ambazo ziko bara, sababu tunawaamini vijana wao na tunaamini sana kwenye Zanzibar. Ndio maana kila tukio ambalo linalohusisha Zanzibar, tukialikwa Singida Black Stars tunakuwa wepesi sana kushiriki, kwa sababu tunajisikia pia ni nyumbani, kutokana pia na support ambayo huwa tunaipata tukiwa visiwani Zanzibar. Wazanzibari wanatupenda sana, na kuwajua wachezaji hao ni kuja kwenye mashindano ya Kombe la Mapinduzi kwa mara ya kwanza. Wataonekana bila shaka. Hivi ninavyozungumza tayari taratibu zote za usajili zimeshaanza kukamilisha usajili wao, lakini niwatoe hofu, watapata nafasi na wakipata nafasi ya kuonesha, wataonesha katika mechi yetu ya uzinduzi tarehe 28 dhidi ya Mladini. Masanza, Wazanzibari hawa ni ambao wapo huku tayari mjini au ndio mnakwenda kuwachukua huko kwa mara ya kwanza? Sasa hilo litajulikana kuanzia tarehe 28 tutakapokutana Zanzibar. Kama ni Wazanzibari ambao wako kule, kama ni ambao wanacheza huku, itafahamika. Lakini kubwa ni vipaji vikubwa sana vya hawa wachezaji ndio vimeshawishi benchi letu la ufundi kuwaongeza kwenye safu yetu ya kikosi cha Singida Black Stars, na hatujawahi kufeli katika eneo la usajili. Ukiona tumefanya usajili, maana yake tumeshafuatilia wachezaji hao, tumejiridhisha ni wachezaji ambao wanaweza kuvaa jezi ya Singida Black Stars na wakafanya makubwa. Sawa, zipo tetesi kwamba kuna uwezekano mkubwa mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama akarejea mitaa ya Dar es Salaam, kwa maana ya kurejea kwenye klabu ya Simba. Hii na ukweli wowote? Chama amekuwa kijana tena. Sio nishasema ameisha. Imekuwaje? Hizo taarifa nashindwa kuthibitisha kwa sababu sizifahamu. Mimi ninachofahamu mpaka sasa, Clatous Chota Chama bado ni mchezaji wa Singida Black Stars, ana mkataba na timu yetu. Kwa hiyo kama yapo mazungumzo, kama kuna namna yoyote ambayo dirisha hili la usajili anahitajika sehemu nyingine, tafsiri yake ni mchezaji ambaye atanunuliwa kutoka Singida Black Stars. Na taarifa hiyo mimi sina kwenye idara yangu ya habari, kwa hiyo sidhani kama ni sahihi kuzungumza, lakini kwenye mpira chochote kinawezekana, si ndio? Lolote linawezekana, ni biashara hapo. Na Singida Black Stars kwenye eneo hilo tuko vizuri pia. Kwa hiyo siwezi kusema chochote na siwezi kuthibitisha, lakini mimi ninachofahamu bado Chama ana furaha kuitumikia Singida Black Stars na bado ni mchezaji muhimu kwenye kikosi chetu. Sawa, leo ni siku ambayo tutakwenda kuishuhudia timu ya taifa ya Tanzania ikitupa karata yake ya kwanza kwenye mchuano wa AFCON kuanzia majira ya saa 2, na watakuwa wanacheza dhidi ya Nigeria. Pengine utuambie neno lako ni lipi, ukizingatia pia wapo nyota wenu baadhi kwenye kikosi hicho cha timu ya taifa ya Tanzania. Tunaitakia timu yetu Tanzania Taifa Stars ushindi
kutakuwa na matukio mengine ambayo yataifurahisha nchi yetu, yatawafurahisha Watanzania kama timu yetu itakapopata ushindi kwenye mchezo wetu wa kwanza leo kwenye kombe la mataifa ya Afrika ambao tutacheza dhidi ya Nigeria kule Morocco. Tunayo imani kubwa sana na nyota wetu ambao wamechaguliwa kwenye kikosi hicho cha Taifa Stars ambao wanaenda kutupigania, lakini tunayo imani pia na benchi la ufundi. Umesema tu tuna wachezaji wetu wako pale, lakini nikukumbushe na niwakumbushe watazamaji pia kwamba tunalo benchi la ufundi la sehemu ya benchi letu la ufundi iko katika timu yetu ya taifa. Nimepitiwa Miguel Gamondi yuko msaidizi wake Musa Ndao, lakini pia wapo baadhi ya wataalamu kwenye benchi la ufundi nao wanatoka Singida Black Stars. Kwa hiyo kuna usingida mwingi sana kwenye timu yetu ya taifa, lakini hilo sio muhimu. Hii ni timu ya Watanzania wote, na sisi tulichokitoa ni mchango wetu kwa timu yetu ya taifa ambao tunaamini unaenda kuongeza chachu kwenye mashindano haya makubwa, na tuwaombee vijana wetu waende wakiwa wamefuata vizuri maelekezo ya kocha Miguel Gamondi, kwa sababu Gamondi anafahamika ubora wake, anafahamika namna ambavyo anapenda ushindani kweli kweli, na anataka pia atengeneze alama. Hajawahi kufundisha timu yoyote ya taifa tangu ameanza karia yake ya ukocha. Kwa mara ya kwanza anapata fursa hii ya kuifundisha timu ya taifa ya Tanzania. Kwa ni wajibu wetu wa Tanzania kumpa moyo, kumsapoti, lakini pia kuwaombea vijana wetu wanaposhuka dimbani leo waende wakiwa wanajua kabisa nyuma yao kuna kundi kubwa la Watanzania ambao linawaombea kila laheri. Na tukipata ushindi leo, timu yetu ya taifa itakuwa imetupatia zawadi kubwa sana ya sikukuu msimu huu wa sikukuu Disemba hii. Kwa hiyo tunachokisubiri sasa hivi, na bila shaka tunaamini kinawezekana kabisa. Mimi nikushukuru sana Masanza, na nikutakie kila laheri kuelekea michuano hiyo ya Mapinduzi. Hapa media tutakutana Zanzibar, si ndio? Inshallah tutakutana hapo. Inshallah. Basi huko tutazungumza mengi zaidi, lakini kwa sasa nawashukuru sana, na mimi niwatakie majukumu mema. Nawe pia. Asante sana. Na mwanamichezo huyo ni afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza, na tumezungumza naye hapa kwa kina kuhusiana na ushiriki wao kwenye michuano hiyo ya Mapinduzi ambayo inakwenda kuanza kuanzia Disemba 28 mwaka huu pale kwenye uwanja wa Amani Zanzibari, na fainali kufanyika tarehe 13 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trends, ni Ava TV. Hakikisha unaendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii.